Nasema dunia utayashangaa mengi. Sasa mwanamke aitwaye Gertrude Yohana kutokea Lemela mkoani Arusha ambaye amedai kumsomesha mwanaume aliyekuwa mpenzi wake Saddam Idi kwa gharama ya zaidi shilingi milioni 3, lakini baada ya kuhitimu na kupata kazi katika moja ya benki, mwanaume huyo alimwacha na kwenda kwa mwanamke mwingine. Gertrude anasema alianza kuishi na Saddam mwaka 2011 wakiwa na hali ngumu ya maisha, lakini alimsaidia kufanikisha masomo yake kutoka QT hadi kufika chuo cha uhasibu Arusha na kisha kupata ajira, ambapo ameeleza kuwa wakati fulani alifikia hatua ya kuchukua mkopo kazini kwake ili kumlipia ada mwanaume huyo. Sasa huu hapa mkasa wa mwanamke Gertrude kutokea Lemela Arusha akizungumza kwa uchungu, ambaye anasema walibahatika kupata watoto wawili kabla ya kuachwa ghafla. Ngoja nikakuwekee moja ya mawasiliano ama mahojiano ambayo yalikuwa yamefanyika na kila mmoja akilitoa la kwake moyoni mwake. Nguvu nilionayo imebaki ya kulea watoto wangu tu. Naitwa Gertrude Yohana, ni mkazi wa Lemela. Nilikutana na huyu bwana ilikuwa 2011, lakini yeye alikuwa bado ni mwanafunzi. Mimi naitwa Gertrude Yohana, ni mkazi wa Lemela. Nilikutana na Saddam Idi Ramadhani 2009. Alikuwa ni mwanafunzi wa sekondari huko kwao wilaya ya Kibondo. Baada ya hapo tulikuwa kwenye mahusiano. 2011 nilianza kuishi naye na 2013 yeye alikuja Arusha. Kuja Arusha tuliendesha maisha. Ilikuwa mazingira yetu yalikuwa ni magumu kidogo. Hatukuwa vizuri sana, ila mimi nilikuwa nafanya kazi kiwandani na yeye alikuwa ni mlinzi wakati huo. Wakati wa kukaa tunaendesha maisha, baada ya hapo ndo akawa ameomba kuendelea na shule. Maana alivyomaliza sekondari alikuwa sio amefaulu, alikuwa amepata form 4 failure. Akanishirikisha anahitaji kwenda kusoma QT ili aendelee na shule. Nikamwambia haina shida. Alienda akasoma QT Suye. Baada ya hapo alifaulu kwenda chuo cha uhasibu. Wakati anasoma QT, nani aligharamia gharama za kusoma? QT aligharamia mwenyewe kwa sababu alikuwa anafanya kazi ya ulinzi, alikuwa amewekeza. Alivyofika uhasibu, mwaka wa kwanza alisoma, mwaka wa pili alidai anashindwa kuendelea na shule kwa sababu ya ada. Ndipo mimi nilipoenda kazini nikakopa mkopo, nikampa, akaenda akalipia ada, akaendelea na shule. Wakati ule ukopa kiasi gani ulipoanza kukopa? Mara ya kwanza nilikopa shilingi 600. Maana alikuwa na pesa yake kidogo, alisema bado haijakizi kupata hiyo ada. Lakini katika hapo akiwa anaendelea kusoma, mimi ndio nilikuwa nikifanya mahitaji ya mle ndani. Nilikuwa nauza karanga, nilikuwa nakaanga ndizi, miogo na viazi, nilikuwa naleta kampuni na wauzia wafanyakazi wenzangu, napata pesa ya kujikimu na mahitaji ya ndani. Hapo alikuwa akisema kwamba anahitaji pesa ya notisi. Kwa hiyo nilikuwa najitahidi kila ikifika, yani kila siku nimpe shilingi 3000 ya kwenda kutoa notisi. Kwa hiyo niliendelea hivyo, yani kiujumla tu ni kwamba yani nilimsupport kielimu yake mpaka akafikia hapo alipofika. Na baada ya hapo ya kupata kazi, alipata kazi 2023 mwezi wa kwanza tarehe 17 aliajiriwa pale. Kwa hiyo baada ya kupata kazi ndani ya miezi 6, ilikuwa ni miezi 6 ya amani, lakini baada ya hapo alibadilika kabisa, akawa ni mtu wa kunyanyasa familia. Yani mwisho wa siku kabisa akawa ananitolea maneno ya kejeri, ananitolea maneno ya kashfa na kuniambia amechoka kuishi na darasa la 7. Ameshapata msomi mwenzake, haizi tena kuendelea na mtu mweusi, ameshapata mwanamke mweupe. Pole sana. Na wakati anapata kazi benki, unakumbuka alikuwa analipo kiasi gani? Kwa mara ya kwanza aliniambia amepata mkataba wa shilingi milioni 1. Siwezi nikasema sana kuhusu mshahara wake, kwa sababu ni mtu ambaye alikuwa anapenda kufanya mambo yake kimya kimya, hawezi kukuweka wazi. Ndio. Na wakati huo mlikuwa mmebahatika kupata watoto wangapi? Watoto 2.
ambao ni wa kike na wa kiume na wanasoma, na mimi pia ndo ninayowalipia ada na nimewakatia bima ya. Baada ya hapo alianza fujo na vurugu, akawa amenifukuza ndani, mimi na watoto akatufungia nje. Baada ya kutufungia nje nilienda polisi kusaidika kivile, nikaenda paka ustawi wa jamii, kesi ikaenda paka mahakamani. Nikadai maana alikuwepo ananipiga sana na kuninyanyasa, nikamwambia ananinyanyasa sana, mimi sitaki tena kuendelea kuishi naye, ninachoomba angalia watoto wake. Basi pale ustawi wa jamii wakamwambia wanatoa kiasi cha pesa shilingi 200,000, akasema yeye hawezi kutoa, nataka apelekwe mahakamani. Kesi ikapelekwa mahakamani. Ilipofika mahakamani akasema yeye hawezi kutoa shilingi 200,000, hana uwezo, atatoa shilingi 100,000. Kesi iliisha. Baada ya kuisha akasema hawezi tena kutoa pesa, nimfuate hakimu ili aweze kufanyaje kunipa hiyo pesa kwa ajili ya kulea watoto. Yeye hana pesa ya mchezo. Na kabla hapo mimi kabla sijaenda kumshtaki, yeye alinishtaki kwamba nimemuibia begi la vyeti, nimemuibia sifuria, TV na jiko la umeme, chaja ya simu na kebo. Kwa hiyo tukaendesha ile kesi ambayo alinifungulia mimi, nikawa nimeshinda kesi. Kwa sababu nilichokuwa nimekichukua mle ndani ilikuwa ni TV na jiko na sifuria basi, na hivyo vitu ni vya kwangu, vitu vyote ambavyo vilikuwa ndani ilikuwa ni vya kwangu, na mpaka sasa hivi aliondoka navyo, akawa ameniacha mweupe, nikaanza maisha mapya kabisa, lakini kampuni ndio ilinisaidia. Wakati mnaishi pamoja, mlikuwa mnaishi kwenye chumba kimoja au vyumba viwili? Ilikuwa ni chumba kimoja, tulipangisha chumba kimoja Rolieni. Ndio. Kwa sasa hivi ambacho kilinifanya mpaka kwenda kuwatafuta waandishi wa habari ni maisha ambayo nimekuwa nikiishi, yani ya kutishiwa, nitakufanya, yani baada kwanza kesi ilivyoisha ile ya kusema kwamba atoe matunzo ya watoto, hakutoa. Nilirudi ustawi wa jamii, ustawi akaniambia niende haki za binadamu Taura, nilienda Taura, wakakazia kesi, nikarudi mahakamani. Baada ya kurudi mahakamani akana niambia umekuwa ukinisumbua sana na kunizungusha, nitakufanyia kitu kibaya ambacho hutakao fanyeje ukisahau kwenye maisha yako. Basi baada ya hapo nikaa mimi nimechukua jukumu la kwenda kwa branch manager yake, nikaenda kumueleza kuhusu maisha ambayo ninayapitia ili aweze kuongea naye, aweze kusaidia familia watoto wake. Halafu na mimi pia aache kunitishia maneno, aache kuniambia maneno ya kunitishia. Baada ya pale alimwambia branch manager yake kwamba hakuna chochote ambacho kinaendelea, mimi na huyu tuko tu vizuri. Alivotoka branch manager yake akaingia ndani, yeye akatoka pembeni akachukua simu, akampigia mjomba wake ambaye ni mwanajeshi hapa Arusha. Alivompigia simu akamwambia mimi nimeenda kumfanyia fujo kazini kwake ili aweze kufukuzwa. Yule mjomba wake akanipigia simu mimi akiwa ananikashifu sana, ananiambia mimi nafanya fujo, nimeenda kazini kwake kumfanyia fujo ili aweze kufukuzwa kazi. La sivyo niondoke haraka sana, kama sitaki kuondoka nitarudishwa kijijini nikiwa natembea peku, tena nikitembelea vidole. Nikamwambia anko, kwa nini unaamua kufanya hivyo? Kwa sababu ilitakiwa utusikilize sisi wawili ili uweze kutushauri na uangalia ni wapi pana upungufu ili uweze kurekebisha wewe kama mtu mzima. Akaniambia usinisemeshe hivyo, nimeshakwambia, unajua kwanza unaongea na nani? Kulingana na mimi tayari nishashikwa na hasira kwa sababu ya mateso na manyanyaso. Maana wakati naishi naye hakuna hata ndugu ambaye alishawahi kumsupport. Ni mimi tu nilikuwa nikimsupport kama mke wake au kama mzazi wake. Baada ya hapo nilimwambia pole sana. Sasa hivi mnawasiliana? Sasa hivi mimi kwanza nilivyoondoka pale hiyo 2024 ilikuwa mwezi wa kwanza tarehe 8, ndipo aliponifukuza ndani. Baada ya hapo alikuja kunitafuta mwezi wa 5 tarehe 1. Akanitumia message akaniambia watoto wanaendeleaje. Nikamuuliza watoto gani? Akaniambia kwa nini umjui Salimu na Sara? Nikamwambia siwajui. Kwa sababu tayari alinikamata akanipeleka polisi Central mimi nikiwa na watoto. Nikamwambia nenda kule polisi ukaulize watoto wako. Nikipiga mahesabu haraka haraka inaweza kufika milioni 3 kama na 500,000 hivi. Kwa haraka haraka. Sasa baada ya hapo sasa mtoto nilivyompeleka nyumbani kwenda kutibiwa ilikuwa ni tarehe 7, aliondoka hapa Arusha.
Akawa amepiga yeye simu usiku, lakini hajawahi kabisa kupiga simu hata kuuliza watoto wanaendeleaje. Hiyo siku akawa amepiga simu akasema nataka kuongea na mtoto, nikamwambia mtoto ameenda nyumbani. Akaniambia huwezi kusafirisha mtoto wangu bila kuniambia, unamsafirisha mtoto kama mbuzi. Yaani kesho nakupeleka polisi. Sasa mimi kwa kweli mambo ya polisi nimeshachoka kwa sababu ananipotezea muda na amekuwa akitumia pesa zake, anasema nitafanya juu chini ili nikupoteze kwa sababu sasa hivi ninao pesa. Nitafanya kwa kila namna na kila njia ili nikupoteze. Na lengo lake kubwa hataki yani asikie nipo hapa Arusha. Anataka yani kunipotezea muda kwa sababu akishaniweka ndani ili nipoteze kazi. Na hii kazi ndio inayosaidia watoto wangu na mimi pia na maisha yangu. Endapo atasema niko tayari arudi muishi kama kawaida, utakubali? Hapana. Hapana. Ni mengi nimevumilia. Hapa nilipofikia inatosha. Nguvu nilionao imebaki ya kulea watoto wangu tu. Inatosha. Simu alikuwa hana, simu kubwa, akaniambia alitamani apate simu ili kwa ajili ya kutafuta kazi. Nikaenda kazini nikakopa simu ya shilingi 320. Kwa hiyo baada ya mparangano wote nikaa namwambia hata nirudishie vitu vyangu, nirudishie simu na nini, ananiambia niende nikashtaki ili niweze kupewa vitu vyangu kisheria. Mimi ninachoomba mkuu wa mkoa kama ananisikia aingilie kati ili swala anisaidie kwa sababu nimechoka kutishiwa kila siku. Nitakufanya kitu ambacho utakao kisahau na matisho kunipeleka polisi. Na polisi anavyonipeleka ananipotezea muda wa kufanya kazi na kufanya mambo yangu mengine. Ninachokiomba tu serikali tu ingilie kati inisaidie. Ayo TV ilipomtafuta Saddam Idi, mwanaume anayetuhumiwa kusomeshwa, alikanusha kutokusomeshwa na mwanamke huyo na kusema kwamba fedha alizozitumia kusoma aliomba kwa wadau na nyingine alilipwa mafao yake katika moja ya kampuni ambayo awali alikuwa akiifanyia kazi. Yeye hakunichangia hata shilingi 10. Kwa kweli hakuwa na biashara yoyote, hakuwa na kazi aliyokuwa akiifanya muda huo, kwa sababu kazi alikuja kuipata baada ya mimi masomo yangu yakiwa katikati ndo alikuja kupata kazi. Anadai kwamba alikukopea 600,000 ulipoanza tu masomo kazini kwake. Hiyo 600,000 mimi sikuiona. Labda kama alikopa tukaitumia kwa matumizi ya ndani pasipo mimi kujua. Au huenda kuna jinsi yeye alitumia kwa matumizi ya ndani akiwa ananipunguzia mzigo mimi. Sasa baada ya hapo tuliendelea, lakini sikupata hiyo cash kwamba amenipa 600,000 labda au amenipa 200,000 au kwenye hiyo 600,000, na mimi kama baba mwenye nyumba hakuweza kuniambia kwamba amekopa shilingi 600,000. Kwamba hii 600,000 nimekopa nitairudisha vipi? Sikujua hilo. Na hiyo 600,000 anayosema kwamba aliweza kuikopa, mimi siwezi kujua kwamba alikopa mwezi wangapi au ilikuwa ni mwaka gani, kwa sababu hakuna document yoyote aliyonipa. Na hata hivyo kuna watu ambao nilisoma nao chuo cha uhasibu walikuwa wakinisaidia kama wanafunzi wenzangu, na wengine ambao walikuwa majirani walikuwa wananisaidia kunikopesha naenda kulipa ada. Hivyo basi niliendelea kusoma nikamaliza. Nilivyomaliza nikawa sina kazi. Hapa katikati nikawa sina kazi kuanzia 2021 mpaka 2023. Kwa 2023 nilifanikiwa kupata training internship. Ile ilikuwa training internship. Haikuwa kazi, haikuwa ajira kwamba nimepata ajira permanent. Kwa hiyo nilivyokuwa nafanya kazi benki, nilivyokuwa nafanya kazi narudi na nimevaa t-shirt vizuri, akajua kwamba mimi nimepata kazi benki. 2023 hiyo mwezi wa 12 mimi nilipata kazi, ilikuwa ni tarehe 17 mwezi wa kwanza 2023. Halafu yeye mwezi wa 12 2023 akawa amesafiri kwenda nyumbani kwao Geita, ambavyo hiyo mimi na yeye ndo tulijadiliana kwamba bwana nenda kawasalimia wazazi. Nilipata mchango wa NCCF ambayo hii ilikuwa ni mafao yangu baada ya kuacha kazi kutoka kampuni moja kwenda kampuni nyingine. Kwa hiyo hapa nilipata ilikuwa ni 2017 ambavyo mimi hapa ndo nilianza kusoma sasa. Hapa jumla ya pesa nilipata ilikuwa ni 1,285,699 ambayo ndo hii hapa. Kwa mujibu wa NCCF ambazo hizi ndizo nilizozipata ilikuwa ni tarehe 8 mwezi wa 12 2017. Hapa ndipo nilipoanza kusoma mimi certificate. Kwa hiyo hapa ndo nilianza kusoma nyingine mimi baada ya kushindwa kulipa ada.
Hapa ilikuwa ni tarehe 4 mwezi wa 3 2019. Kutoka 2017 nilivyolipa ada, nikaja tarehe 4 mwezi wa 3 2019, kidogo nilishindwa kulipa ada. Nilifika ofisi ya mkuu wa wilaya kwa ajili ya kuomba kibali cha michango kwa ajili ya ada ya mwanafunzi ambayo ni Sadam Idi Ramadhani, ambayo hapa nilikuwa nadaiwa 444,400 tu, ambayo niliweza kuchangiwa na mimi mwenyewe. Tayari mshahara ulikuwa